Right, welcome to another exciting edition of 5-2. As I said earlier, this is a program where we discuss 5 topics in the world of football that are making headlines throughout the day. And as usual, I'll always be joined by the moving encyclopedia. It's my good friend, I call him Mukala Wamombote, works for a sister station that is Bahari FM. And of course, we start by looking at the local scene. Kenya Premier League, Super Cup iko hii weekend Nakuru. Gor Mahia FC Leopards, wote hawana sponsor. Ligi haina sponsor. Ligi haina pia official broadcaster. Tunaelekea wapi kisoka hiki? Unajua kila kitu ni mauzo mazee. Kila kitu ni mauzo na kila bidhaa ina mvuto wake. Ukiona kwamba watu wanasikiliza Sports Arena ni kwa sababu ina mvuto wake. Na katika ligi kuu ya Kenya tusijibebe tu kwa sababu sisi ndio tunacheza mpira Kenya, basi tuone wadhamini wanafaa tu kuja tu katika mpira wa Kenya. Mimi kianda nitasema na nitarudia sana ya kwamba siku watazamaji wa mpira wa Kenya wataanza kuingia viwanjani wenyewe bila kulazimishwa na mtu yoyote. Wenyewe wanakwenda uwanjani na wanatazama hizo game. Hapo ndio siku ambayo sasa tutakuwa tunazungumzia kwamba mpira wetu unapiga hatua. Ni nini anafaa tufanye kwa attract mafans wende uwanjani? Nafikiri tumezidi sana kutumia wakongwe. Unajua vijana ni risk takers. Mpira ukiangalia mpira wa high school unaona watazamaji ni wengi sana. Na nafikiri wewe ni shahidi. Ukichezwa hata Kakamega, uchezwe hata Kisumu, uchezwe hata Mombasa, uchezwe hata Machakos. Watu wanajaa. Kwa sababu watoto wakicheza unaona wana hatari nyingi wanachukua na wana mambo mengi wanataka kuonesha kwamba wanaweza kuyafanya. Lakini mpira wa KPL uko kirobot zaidi. Inabidi yani ufuate vile ambavyo kocha amekwambia na ni mpira wa kimatokeo, lakini hautaona ile talent ikijitokeza mchezaji akiwa huru anafanya kile kitu anachotaka. Amepewa limits nyingi. Kiasi kwa wewe ukienda kama shabiki, sasa unangojea bao, unangojea matokeo, lakini haupati burudani. Na shabiki sikufichi bana. Shabiki kando na kwamba anataka timu yake ifanikiwe, anataka matokeo, lakini shabiki anataka burudani. Na ndio maana ukienda kutazama mpira unaona jamaa amenunua kamoko kakake hapa ka 50, amechukua vitu zake hapa kidogo ameweka kando na njugu zake 2, ni burudani. Sasa hii burudani ya uwanjani kama haipo, basi anaondoka. Hata national team haina sponsor. Yani wajua tumeweka akili zetu sana kwa betting companies ya kwamba ndio zinaweza kusaidia mpira. Lakini kuna mafuta ya kupika bana. Kuna siagi za kupaka kwenye mikate bana. Kuna dawa za maumivu na nyingine za kutibu magonjwa. Wote hawa ni watu wanafanya biashara. Na hata kuna kampuni hata pia za kukusanya hata taka. Wote hawa ni watu ambao wanaweza kufadhili mchezo wako wa soka kama utakuwa na watazamaji. Lakini hizi bidhaa zinataka watu. Zinataka wale mafanzo wawe wengi. Ndio wakija pale watatoa flyers, watapigia debe biashara zao. Lakini sasa ukiniambia Sony Sugar ikicheza na Chemile, mashabiki hata 100 hawafiki. Na ni free hata. Na nataka nikusponsor. Nitakusponsor vipi wewe wakati hata uniletee jukwaa la mimi na mimi kuuza bidhaa zangu? Jana nimemsikiza Nick Mwendo akisema kuwa kuna vitu ambazo wanajaribu kupanga hapa na pale at least wapate sponsor. Lakini risk ya wachezaji akasema kuwa kosa pesa kwenye ligi na vilabu zingine ni kumaanisha kuwa kuna vijana wengi ambao watakosa kazi. Kuna watu wengi ambao kwa hizo timu wanaweza kosa kazi. Wakati timu inakosa kazi na vijana wanakosa kazi, tunaweza ona match fixing sana kwa hii season ambayo match fixing iko toka last season kianda. Match fixing iko toka last season. Manake toka KPL iingie katika masuala ya kubahatisha mechi na watu wapate pesa, imekuwa mashaka matupu. Na kwa sababu pesa haziko katika timu. Hizi timu hazina pesa. Lazima udanganyifu utakuja. Manake wewe mshahara unajua una uhakika utapata. Unadai. Alafu hapa kuna hii game inachezwa ambao unaweza ukaifix na ukapata pesa kwa njia ya kando. Utafix tu. Yaani sasa ndio tunaingia kwenye ligi zile za Singapore na India. Match fixing kibao kabisa. Haya, leo usiku kuna uzito. Jana City wali qualify 3-2. Aggregate I think ilikuwa ni around 5-3. Bristol ikaisukuma Kevin De Bruyne akawasaidia, wakapenya. Chelsea anacheza na Arsenal leo. Arsenal bila Sanchez, Morata na Fabregas pia wako kwa Chelsea. Hii mechi unaitazama vipi? Chelsea kama wataichukulia kama ule mkondo wa kwanza inaweza kuwa tabu kwao. Manake wanakwenda kucheza Emirates na huyu Antonio Conte amesema wazi ya kwamba timu ya Arsenal ikicheza inatumia viungo wake na washambulizi na pia pembeni kuleta mashambulizi mengi. Ni mechi ambayo Arsenal lazima watajituma. Unajua Arsenal ni timu ambayo pia ikimaliza msimu bila taji lolote ni aibu kubwa. Na kama kuna taji ambayo Arsenal anaweza kushinda si Europa League, si ligi hiyo hata ina mjadala. Lakini ni aka Carabao, aka Kambao ndio anaweza wakakabeba.
Kwa hivyo lazima Arsenal watachukulia hii mechi kwa makini zaidi kuliko timu ya Chelsea. Alafu hao mapungufu uliyotaja ya Chelsea kwao ni mzigo, si kitu rahisi ambacho wataweza kumudu labda pressure Arsenal. Balaa tu ni kwamba Mkhitaryan ni mchezaji ambaye alichezea tayari Manchester United, kwa hivyo hawezi kucheza katika hii game. Kwa hivyo Arsenal wapate fursa labda kumuona katika mara ya kwanza labda akichezea Arsenal. Tukiangalia bado kibaki kwenye ligi ya Premier League, Manchester United wamesema wanataka Seri huyu kiungo wa Nice, Michel Seri. Barcelona pia anamtaka. Huyu jamaa yuko vipi sana? Alafu pia wanamtaka Arturo Vidal. Nimesikia pia Arturo Vidal anaweza toka kule Bayern Munich kwa sababu Goretzka ameenda kule. Akuja Manchester, Mourinho anataka zile vita sasa apate Warrior. Antonio Conte at some point alisema huyu Arturo Vidal ni Warrior ambaye nikimhitaji kwa vita zote ata deliver. Huyu Seri yuko vipi? Before tuongelea tu. Seri ni kama Kante, ni kama Michael Essien, ni kama Claude Makélélé. Ni mchezaji ambaye ukitaka awe box to box midfielder anakuwa. Na ndio kwa sababu unaona anatajwa, kwa sababu anaweza kufanya kazi mbili. Anaweza kutengeneza mabao na anaweza kukaba watu wasipate mabao. Sasa ukicheki vizuri, Chelsea tayari ina Kante wake na anafanya kazi fresh. Manchester United na Matic. Lakini sasa angalia watu wengine. Fernandinho katika timu ya Man City, huwezi kusema kwamba ana uimara kama wakina Kante na kina Matic. Ni vile tu wanapiga pasi nyingi na msaidia na pasi nyingi zinapita kutoka kwake, lakini kukaba huwezi kufananishwa kabaji wake na hao watu weusi hususan Kante. Na ndio maana Seri anatajwa. Maana yake analeta ule mchezo mchafu katika timu. Kando na kwamba kuna ule ubora pia ambao anaweza akaonyesha. Atashinda hii vita. Barcelona, maana yake Barcelona pia inamtaka. PSG pia imesemekana pia inamtaka, though amesaini la sana Diarra jana. Alafu pia Manchester ndio hiyo vita tatu, Manchester, Barcelona, PSG. Barcelona wamenishangaza sana kwamba wameingia katika kumtaka Seri. Maana yake Seri si mchezaji ambaye ni wa Barcelona. Alafu Andres Iniesta akiumia, umeona wakimchezesha Sergio Roberto. Roberto anacheza vizuri sana katikati. Sasa kama Roberto yuko na Sergio Busco yuko, kwa nini unamchukua Seri? Aje afanye kitu gani? Na kimifumo yenu ya uchezaji aingiliani na nyinyi. Katika Premier League anaweza kuingiliana vizuri. Maana yake Ghana yule wa Everton, Gaya, alafu pia kuna huyu Kante, unaona yani. Yaani yuko Premier League zaidi Seri. Katika French League akienda PSG ni kwa sababu ya pesa tu. Lakini lazima yeye mwenyewe pia aanze kujifikiria hadhi yake ataiinua wapi, na ataiinua akienda labda katika La Liga ama katika Premier League. Lakini naona ataenda katika Premier League. Vidal ataenda Manchester, Chelsea. Vidal anaweza kwenda Chelsea kwa sababu ni Antonio Conte, na yeye akili yake ni kama inafanana na ya Vidal. Unajua kwa sababu ni mtu ambaye si ana uhuni mwingi. Na ule uhuni wake unahitajika katika timu ya Chelsea. Chelsea si timu ambayo yani ina mchezo msafi na ina nidhamu sana. Chelsea wana hujuma fulani ambazo wanazifanya kwa mpinzani ambazo zinahitaji mtu kama Vidal. Laporte ni mchezaji mwingine ambaye Pep Guardiola amemuinda sana tangu ajiunge na Manchester City. Miaka 5 inawezekana atasajiliwa leo na Manchester City. Analeta nini? Alafu pia wamesema kuwa atamweka kwenye timu ya Champions League. Ni nini ambayo anaileta pale nyuma? Man ndio end of Vincent Kompany. Ni kujitayarisha kwa maisha baada ya Vincent Kompany. Si kwamba ni mwisho wa Vincent Kompany. Maana Kompany bado ni mtu ambaye anahitajika, bado ana umuhimu katika timu ya Man City. Na Aymeric Laporte ni linda ngome ambaye ana miaka 23. Kwa hivyo bado ni mtu ambaye bado anakuwa. Na ukiangalia kuna John Stones pia ambaye hajafisha umri wa miaka 25. Sasa wakipata huo muunganiko, unaona ni muunganiko ambao unaweza kudumu kwa miaka kama 5-6. Ambao hapo atakuwa anajua shadhibiti safu ya kujilinda upande huo. Alafu kuna Walker, huku kuna Mendy. Hiyo defense inaweza kumudu miaka kama 3 inacheza pamoja. Hivyo ndio vitu ambao Pep lazima anatizama. Na tukimalizia Aubameyang, jana ilionekana na pack bag zake kwa trading ya Borussia Dortmund. Hiyo deal inaingiana vipi? Maana yake Arsenal pia wanataka kujua nadhani Old Trafford tunaenda tutafanya nini kiasi. Nadhani juzi tulisema hapa kwamba Arsene Wenger si mpumbavu. Na katika hii ligi ya sasa, unajua kuna ligi ya wavulana na kuna ligi ya wanaume. Unaona? Hizi ni ligi mbili tofauti, na pale ilipofika katika Premier League lazima ununue wanaume, usinunue wavulana. Wavulana ni kama Marcus Rashford na Anthony Martial. Ndio maana unaona kumetafuta Sanchez. Hao ni wavulana bwana. Usiwategemee wafanye kazi ya mwanamume. Unaona? Sasa ndio kitu ambacho kinafanyika. Aubameyang hawana budi Arsenal kumsajili, Arsene Wenger anamsajili, na anamsajili sasa. Yaani isipotokea nimekwambia labda Yesu amekataa. Johnny Evans si mbaya. Maana ukicheki kazi ambayo inafanywa na Mustafi Lorokoshen, ni Matesaka atakuwa coach msimu ujao. Kwa hivyo Johnny Evans ana uzoefu mkubwa sana katika Premier League. Ana utulivu ambao uko kikoshelni zaidi. Mustafi ni kambe game imkubali na imkatae. Kimkubali unaona amecheza vizuri.
Ikimkataa nafikiri uliona vile ilimkataa na akapigwa sababu ya mapema akijifanya ana injury. Alafu timu ikauawa. Ni Mustafi huyo. Huyo ndio Mustafi. Yaani yuko na hayuko. Lakini ukicheki Johnny Evans Premier League si geni kwake. Kwa hivyo inaweza kuwa sajili nzuri sana iwapo Wenger atamudu kumpata Evans, ampate Aubameyang. Hapa tunazungumzia Arsenal ambayo inaanza kuleta pressure katika kumaliza kwenye 4 bora. Wazi. Asante sana. They've heard it from the moving encyclopedia Mkala wa Mamboti. See you tomorrow same time same place for episode 452 is the show.